Karibu Juice African Story. Leo tunaenda kuangalia historia ya Israel Mbonyi. Jina lake kamili anaitwa Israel Mbonyi Kyambo. Amezaliwa Mei 20 mwaka 1992 huko Kigali, Rwanda. Alizaliwa katika familia ya Kikristo yenye misingi imara ya imani. Tangu akiwa mdogo, Israeli alionyesha kipaji cha kipekee cha kuimba na alishiriki katika kwaya ya kanisa pamoja na matamasha ya watoto wa kanisani. Elimu na malezi. Alisoma shule ya msingi na sekondari nchini Rwanda. Wakati yuko shuleni, aliendelea kushiriki katika shughuli za kiroho na kuimba. Baada ya shule ya sekondari, Israeli aliendelea na elimu ya juu, lakini hakuacha wito wa muziki kwa Injili. Wito wake wa kuhubiri kupitia nyimbo ulionekana wazi mapema, jambo lililomfanya ajikite zaidi kwenye huduma ya uimbaji badala ya kazi nyingine za kawaida. Kwanza, safari ya muziki. Safari yake ya muziki wa kitaalam ilianza rasmi mwaka wa 2014. Alitoa wimbo wake wa kwanza number 1 ambao ulimtambulisha kwa umma kwa kishindo kikubwa. Wimbo huu uliimbwa kwa upendo mkubwa kwa Mungu na ulikuwa kipenzi cha wengi nchini Rwanda na nchi jirani. Kupanda kwa umaarufu mwaka 2015 hadi mwaka wa 2020. Baada ya mafanikio ya wimbo wa kwanza, Israel Mbonyi aliachia nyimbo kadhaa zilizomuinua zaidi. Nyimbo maarufu Bo uliwatia moyo wengi wakati wa changamoto kama ugonjwa wa COVID-19. Nina Siri ulivuma sana Afrika Mashariki, hasa Tanzania na Kenya. Ndibwila Yesu Urela Ikyambu Nkulumusilkale. Nyimbo zake zimekuwa zikichezwa sana kwenye redio, televisheni, YouTube na kwenye ibada mbalimbali barani Afrika. Matamasha makubwa na rekodi. Israel Mbonyi ameandaa matamasha makubwa ya Injili nchini Rwanda kila mwaka yanayojulikana kama Mbonyi Live Concert. Mwaka wa 2023 aliweka rekodi baada ya kujaza BK Arena, Kigali Arena, uwanja mkubwa zaidi nchini Rwanda. Tamasha hilo liliwahusisha maelfu ya watu na lilionyeshwa moja kwa moja live kwa njia ya mtandao, likiwavutia watazamaji kutoka mataifa mbalimbali. Pia amefanya huduma na matamasha katika nchi kama DRC Congo, Tanzania, Kenya, Uganda, nchi nyingine za Afrika na Ulaya kwa mialiko maalum. Mtindo wa muziki na ujumbe. Muziki wake ni wa kuabudu na kusifu, worship, praise, ukiwa na ujumbe wa imani, tumaini na kumtegemea Mungu. Anaimba kwa Kinyarwanda, Kiswahili, Kifaransa na Kiingereza, jambo linalomfanya kueleweka na wasikilizaji wengi. Hana mchanganyiko wa mitindo ya kidunia. Anajulikana kwa kutunza utakatifu wa muziki wa Injili. Amehifadhi mitindo yake ya kipekee ya uimbaji wa live worship unaogusa mioyo ya watu. Tuzo za heshima. Ameshinda tuzo kadhaa za muziki nchini Rwanda. Amechaguliwa mara kadhaa kama msanii bora wa Injili. Ameheshimika kama mifano wa wasanii wa Injili anayeishi maisha ya unyenyekevu na maadili ya Kikristo. Maisha binafsi. Israel Mbonyi anaishi maisha ya kujitenga na skendo. Anaepuka sana kujihusisha na mambo ya kisiasa au maisha ya starehe ya umaarufu. Anajulikana kama mtu mtulivu mwenye maadili na anayejikita katika huduma ya Injili kupitia muziki. Ingawa ana wafuasi wengi, anapenda kuacha muziki wake useme zaidi kuliko maisha binafsi. Timeline kwa ufupi. Tukio muhimu. Mwaka 1992 alizaliwa Kigali, Rwanda. Mwaka 2000 alianza kuimba kanisani akiwa mtoto. Mwaka 2014 aliachia wimbo wake wa kwanza number 1. Mwaka 2015 mpaka mwaka 2020 alitoa nyimbo nyingi zilizomfanya kuwa maarufu Afrika. Na hiyo ndiyo historia fupi ya Israel Mbonyi. Jina langu mimi naitwa Juice Danger. Unaweza kunifollow kwenye ukurasa wangu wa Instagram, natumia Juice Danger TZ. So like now, usahau kusubscribe, kulike na kucomment kwenye Juice African Story. Na kuna habari nyingi ambazo nitakuwa nakuwekea kwenye Juice African Story. Kama wewe ni mfuatiliaji mzuri, basi unaweza tag notification pale kwenye
Juice African Story kwa kusubscribe na kulike na kucomment unataka nikuletee historia gani ambayo itakufanya uenjoy na Juice African Story. Like now, bye bye.